إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وبعد، الحمد لله، tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutuwafikisha tena kwa mara nyingine kuja kuendelea na darasa yetu hii katika kitabu chetu hichi cha Minhajul Muslim cha al-Allama Sheikhul Islam Sheikh Abu Bakr al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a. Na tumeanza katika mlango wa kwanza, al-imanu billah, mlango wa kwanza katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukasema katika imani ya Mwenyezi Mungu subhanahu kuna dalili za an-naqliya, kuna dalili za kunaqili, yani kutoka katika kitabu na katika sunna, na kuna dalilu al-aqliya, dalili za kiakili, na dalili za kimaumbile, maumbile tu ya hali ama maisha ulimwengu, basi unakusomesha na kukufundisha kwamba yupo muumbaji wake. Tumemaliza katika dalili za naqliya ambazo Mwenyezi Mungu mwenyewe amejithibitishia kwamba yeye Allah tabaraka wa taala ndo muumba wa kila kitu na ndo mmiliki wake na ndo mwenye kuendesha mambo kwa vile ambavyo yeye anataka, wala si kwa vile ambavyo binadamu wanataka. Hii ametupa habari mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Dalili ya mwanzo katika dalili za naqliya, habari, kujitolea habari mwenyewe Mwenyezi Mungu juu ya majina yake na sifa zake na uwezo wake. Dalili ya pili katika al-imanu billah, kwamba sisi tuamini kwamba kumwamini Allah kwamba yeye yupo na ndo mlezi na ndo muumbaji. Raqmu ya pili, namba pili, raqmu thani, namba 2, ikhbaru nahwi min 124,000 min al-anbiya wal mursalin, ni kutolewa habari kwa mitume isiyopungua 124,000. Yani mitume hii yote imetoa habari juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nyakati tofauti, habari ya aina moja. Ikhbaru ni kutolewa habari, nahwi kiasi cha, hii nahwi ni kiasi cha min 124,000, mitume 124,000 min al-anbiya wal mursalin, kutokana na anbiya, miongoni mwa anbiya wal mursalin. Yote hii kwa idadi hii, kiasi cha mitume hii, basi imetoa habari juu ya uwepo wa Allah. Umetoa habari juu ya nini? Biwujudillahi ta'ala, imetoa habari juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mitume yote hii imesema Allah yupo, imetoa habari juu ya uwepo wake. Wa an rububiyatihi lilawalimi kulliha, na juu ya uumbaji wake Mwenyezi Mungu, lilawalimi kulliha, wa ulimwengu wote, kwamba kila aina ya ulimwengu. Alawalimi jamu alalam, alalam ni ulimwengu mmoja, alawalimi ni milimwengu mingi. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala mitume yake imetoa habari juu ya kwamba yupo yeye Allah, kisha yeye Allah ndo rububia, ndo ambaye kaumba hii milimwengu yote na ndo bwana wake, ndo rabbu, ndo bwana mmiliki. Wa an khalqihi, na juu ya kuumba kwake,
tabaraka wa taala. Kwanza wa an rububiyatihi, juu ya umiliki wake, yeye ndo Rabbu, ndo Bwana, ndo mmiliki wa ulimwengu wote. Wa an khalqihi, na juu ya kuumba kwake, taala, aliyekuwa wajuu, aliyetukuka. Yani yeye yupo, moja, mbili ndo kamiliki, tatu si kamiliki kwa labda muumbaji mtu mwingine au muumbaji ni mwingine. Yeye Allah yupo kamiliki na yeye ndo muumbaji. Wa an khalqihi, na juu ya kuumba kwake, taala, aliyetukuka. Wa tasarrufihi fiha, na tasarruf ni kufanya vile ambavyo yeye Allah anavyoona sawa. Tasarruf ni utekelezaji wa mambo kwa mujibu yeye anavyotaka, yani hapangiwi. Watasarrufihi fiha, na utekelezaji wa mambo yake kwa mujibu anavyotaka. Sema anatasarraf kwenye mali yake anavyotaka, anaitumia anavyotaka. Kwa hiyo na Mwenyezi Mungu katika ulimwengu huu anatasarrafu anavyotaka, yani anafanya vile anavyotaka yeye, hataradhiwi na yoyote. Yani Allah amue sasa alete mvua, hakuna mtu atasema mvua isije. Au Allah amue kuna mzazi sasa hivi ajifungue, hakuna atakayezuia asijifungue. Au Allah amue kuna mtu sasa hivi aage dunia aondoke, hakuna atakayezuia kwamba huyo asife. Hizi zote ni tasarrufi za Mwenyezi Mungu, kwa hiyo anafanya vile anavyotaka. Wa an asma'ihi, na mitume hii vile vile imeeleza, imetoa habari juu ya majina yake. Wa sifatihi, na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma minhum min nabiyin, hakuna miongoni mwa hayo min nabiyin, katika mitume, wala rasulin, wala rasul. Na tulisema katika darasa iliyopita mkikumbuka, tofauti ya nabii na rasul, ingawa baadhi ya wanazuoni hawatofautishi, lakini katika kusoma katika hali ya wanafunzi tunasema nabii ni yule ambaye ametumwa kwa watu wake maalum, na mtume na rasul ni yule ambaye ametumwa kwa jamii nzima ya wakati ule. Kwa hiyo na hawa rasuli wako 25 wanaojulikana maarufu, miongoni mwao wamo waliopata tabu zaidi, ulul azmi ni mimu wanajulikana: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni mitume, ni mursali watano katika mursalini 25 wanaojulikana kwa jina la mursalin. Mursalini wote wako 25, yani waliopelekwa kwa kaumu nzima ya wakati huo. Na ushahidi kwamba mitume imepelekwa, nabii kapelekwa kwa kaumu maalum, na rasul kapelekwa kwa kaumu ya wakati ule, ni hadithi ile ile ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, uridhat alayya al-umam, nilionyeshwa nyumati katika ndoto, faraaitu nabiyya wa ma'ahu rajulun, nilimuona mtume ana mtu mmoja, wa raaitu nabiyya wa ma'ahu rajulani, nilimuona mtume mwingine ana watu wawili, wa raaitu nabiyya wa laysa ma'ahu ahad, na nimemuona mtume hana mtu yoyote. Thumma uridat alayya al-umam. Sasa kwenye kauli ya mtume hapa, kwenye uridat alayya al-umam faraaitu an-nabiyya wa ma'ahu rajul wa ma'ahu rajulani wa laysa ma'ahu ahad, kwenye kauli hii ndo kuna dalili kwamba nabii kapelekwa kwa watu wake tu. Thumma, kisha, hapa inakuja dalili kwamba mursalin ndo wamepelekwa, rasulu wamepelekwa kwa kaumu ya wakati ule. Tumesema thumma, kisha, uridat alayya al-umam, nikaoneshwa nyumati nyingine, fa idha bihi sawadun adhim, tahamaki nikaliona kundi kubwa sana. Fadhanantu annahu ummati, fadhanantu annahum ummati, nikadhani ya ilo kundi ni ummati wangu. Faqila li, nikaambiwa mimi, huwa Musa wa qaumuhu, huu si ummati wako, ni Musa na watu wake. Si tunafahamiana vizuri? Kwa hiyo hii sawadu na adhim manake ni kundi kubwa la wakati ule, wale waliomfuata Musa wote. Thumma uridat alayya al-umam, kisha nikaonyeshwa kundi jingine, fa idha bihi sawadun adhim, tahamaki ni kundi kubwa, fi kulli alfin, katika kila grupu la watu 1000, 70 rajulan,
kuna watu 70,000 au watu 70 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adhab, wanaingia peponi bila ya hisabu wala ya adhabu. Kwa hiyo katika hadithi hii moja, wengine wanasema kuna nabii na kuna mursal, na wasio tofautisha wanasema wote ni nabii na wote ni mursal, kwa sababu wote wamepelekwa na wote wametumwa kufikisha ujumbe wa Allah. Wallahu aalam. Lakini kwa tafsiri fupi, nabii ni yule ambaye kapelekwa kwa watu maalum, na mursal ni yule ambaye kapelekwa kwa watu wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema hadithi hii, akaingia nyumbani kwake. Aliposema fi kulli 1070 rajulan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala adhab, kila katika watu 1000 kuna watu 70 wanaingia peponi bila ya hisabu wala ya adhab. Akatoka akaingia nyumbani kwake, wakawa fabada annasu yasalun man hum, watu wakawa wanaulizana ni nani watu hao ambao wanaingia peponi bila ya hisabu wala ya adhabu. Wakawa na wengine rubama, pengine inawezekana watu ambao almujahiduna fi sabilillah, wale ambao wenye kupigana jihadi kwenye njia ya Mwenyezi Mungu, ashuhada au mashahidi waliokufa jihadi, au wakasema kisha mtume akatokea, yani akawatokea kuja kuwapa jawabu. Wakasema walipoulizwa manhum ya Rasulullah, hawa ambao wanaingia peponi bila hisabu wala adhab ni nani? Sikiliza jawabu lake. Mtume anasema innahum, hao sifa zao ambao wanaingia peponi bila hisabu wala adhabu, la yastarqun, hawaombi kusomewa ruqya, yani hawaombi kusomewa visomo vya ruqya, wakiumu wanajisomea wenyewe. Na hadithi hii haina dalili kwamba ruqya ni haramu au haifai, la. Aya hii ina al-afdhaliyya, dalili hii, hadithi hii ina afdhaliyya, yani ubora katika kujifanyia ilaji katika ruqya. Ubora kujifanyia ilaji katika ruqya upo katika mtu irqi nafsaka binafsika, jifanyie ruqya mwenyewe ili uingie katika hao. Innahum la yastarqun, hawaombi kufanyiwa ruqya, wala yaktawun. Iktiwa ni tiba, zinajulikana tiba hizi zinajulikana sana nchi za Uarabuni. Iktiwa ni tiba za kutumia moto. Sasa hawa hawaombi kufanywa iktiwa. La yastarqun wala yaktawun wala yatatayyarun. Tatayyuri ni kuvinasibisha vitu na nuksi kwa lugha yetu ya sasa. Kwa lugha ya watu wa Mombasa, Lamu kule wanasema kupiga falifali. Kwa lugha ya zamani ni kuchukua ndege, kama una harusi au una biashara au una safari, unamchukua ndege tayrun, unamrusha njiwa. Waarabu walikuwa wakifanya hivyo, akenda mbele au akenda kulia, tafaul, yani wanaendelea na ile nia yao, mtu anafanya, yani kama kuozesha ataozesha, kama safari atakwenda, kama sawa. Na ndege akenda kushoto wakirudi nyuma, tashaum, yani wana kisiriba kimeingia, nuksi, wanajizuia. Hii hawa ambao wataingia peponi bila hisabu wala ya adhabu hawana hii. Ni sawa sawa na leo mfano wewe una biashara yako ndo kwanza unataka kuianza, duka lako Sheikh Fauzi ndo unalifungua leo, mwenyewe ushajiwekeza vizuri, unaanza kufungua leo. Yani utoke tu pale nyumbani umkute nyoka mweusi kafa, sifahamu. Sasa kile kitendo cha kujizuia kwa sababu kamkuta nyoka mweusi kafa ndo tatayuri, yani kuvinasibisha vitu na nuksi, kwamba hichi kuna nuksi. Sifa yao ya 4, wa ala rabbihim yatawakkalun, hawa siku zote kwa Mola wao wanategemea. Amantu billahi wa rusuli, siku zote wakiona vitu kama hivyo wanasema nimemwamini Allah na mitume yake, wala haula wala quwwata illa billah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, wanaendelea mbele, yani wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Fakama Ukasha akasimama, ya Rasulullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ud'u li an akuna minhum au an akuna ma'ahum. Ya Rasulullah,
niombee mimi, Ukasha anasema, niombee mimi niwe miongoni mwa hao watu ambao wataingia peponi bila ya hisabu wala ya adhabu. Kaomba dua baada ya kujibiwa. Mtume akasema wa anta minhum au wa anta ma'ahum, na wewe uko miongoni mwa hao watakaoingia peponi bila ya hisabu wala adhabu. Faqama rajulun akhar, akasimama mtu mwingine akasema wa ana ya Rasulullah, na mimi niombee. Akamwambia Mtume sabaka Ukasha, nafasi keshaichukua Ukasha. Na katika hili kuna mafunzo katika akhlaq, kwamba atakaposema mwalimu jambo zuri basi yatokee yani ni katika tunasema hirsi, pupa la khairi la kutaka na wewe nalo jambo lile. Mwalimu anaposema jambo zuri, yani katika khairi kulipata kufanya hirsi ya kuwa nalo jambo lile. Mtume alipobashiri kwamba watu wanaingia peponi bila hisabu wala adhabu, wana sifa hii, sawa, pale pale Ukasha akaona mimi sina hizo sifa, hata kama niko nazo labda si kamilifu, basi niombe dua na mimi niwe na dua ya Mtume hairudi. Umeona jinsi akili ya Ukasha ilivyokwenda. Mtume akamwambia na wewe uko miongoni mwao, kamwombea. Mwingine pale pale alipoinuka. Sasa na hapa kuna tabia pia inakatazwa katika Uislamu, ingawa Mtume hapa hakuikataza kwa kuikemea, aliikataza kwa kumnyima ile fursa. Ipi? Si vyema baada ya mtu kuomba na wewe ukaomba kwa yule aliyeombwa. Kanunua machungwa 9, akatokea mwenzie, bwana ngee chungwa moja, akalitoa na wewe pale pale ukamunganishia na mie. Hii inamtia haraji huyu aliyeombwa. Kwa nini? Kwa sababu pengine katika ile 9 le moja lilikuwa ndo lililozidi na watoto wake 8, fauzi lile lilikuwa la 9, wewe ukaja ukamuomba. Haya, anakwenda kuyagawa vipi machungwa 7 huko nyumbani? Na kwa sijui tunafahamiana vizuri wazee, mtansame mzee wetu hivyo, tunafahamiana kusema hiki kila kitu sawa. Kwa hiyo ala kulli hali Mtume sallallahu alayhi wasallama alitoa hadithi hii na imepokelewa na ipo sahihi kuonesha kwamba mitume yote ni mursal na mursal yote ni anbiya, lakini ala kulli hali wanaotofautisha kwa hilo kwamba wale kila mmoja alikuwa anakuja na waraaitu annabiyya, sema nimemwona mtume, kwa katumia neno nabii. Ekesha huko alipokuja sawadu na adhim hakusema rasul, kasema Musa wa qaumuhu, kuonesha kwamba Musa ni katika mursalin. Tayib, kwa hiyo mitume yote hawa imethibitisha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni muumbaji, na kwanza yupo, lakini pili ndo bwana wa ulimwengu huu, lakini pia ndo muumbaji wake, na vile vile imethibitisha juu ya majina na sifa zake. Wama minhum, na hakuna miongoni mwa hao, min nabiyin, katika nabii, wala rasul illa isipokuwa waqad kallamahu Allahu Ta'ala, isipokuwa amesemezwa na Mwenyezi Mungu, au ba'atha rasulan, au amempelekea mtume. Waqad kallamahu Allahu Ta'ala, amemsemeza Mwenyezi Mungu mtume huyo, yani amemsemeza kama alivyosemezwa Nabiullahi Musa aliposemeshwa kule katika Wadi al-Mubarak, katika shajara kule, sawa, katika Turi Saina alivyosemezwa Nabii Musa, au kama alivyomsemeza Mwenyezi Mungu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokwenda kumfaradhishia sala 5, walizungumza yeye na Mola wake moja kwa moja. Au ba'atha rasulan, au amempelekea mjumbe, yani huyu mtume kapelekwa mjumbe. Na rasul hapa anayekusudiwa ni malaikatul wahi, ni malaika ambaye anateremsha wahi, ambaye ni Jibril, ndo anokusudiwa hapa. Rasul ni mtume, au mitume mengine kama ili, au malaika wengine ambao walipelekwa kwa mtume huyo kwa ajili ya kupewa habari, kama wale malaika waliopelekwa kwa Nabiullahi Ibrahimu wanaokwenda kuangamiza watu wa Lut, sawa. Alipowakaribisha kula, wakawa hawafikii mikono yao kwenye chombo, sawa, akisema sisi tumetumwa kwa Lut, tunafahamu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alimpelekea mtume wake Ibrahim na mtume wake Lut malaika hawa ambao ni mijumbe. Hapa imetumika neno rasul, sio rasul min albashar, yani rasul min almalaika. Tunafahamiana vizuri. Au alqa fi ru'ihi, au Mwenyezi Mungu aliweka katika akili na moyo wake mtume huyu
ma yajzimu, yale yanayokata shaka, ma yajzimu, yale yanayokata shaka, maahu, kwa huyo mtume, annahu, kwamba hicho kilichomjia katika moyo, kalamullahi, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, wa wahyuhu, na ni wahi ya Mwenyezi Mungu, ilaihi, kwa mtume huyo. Sheikh rahimahullahu aliposema wama minhum, na hakuna katika hao mitume, min nabiyin, miongoni mwa nabii, wala rasulin, wala rasul, illa, isipokuwa, waqad kallamahu Allahu ta'ala, isipokuwa amemsemeza Mwenyezi Mungu. Sheikh alipozungumza haya maneno haya, kisha akataja anwa'il wahi, kisha akataja aina za wahi au njia zinazotumika kuteremsha wahi. Ni tatu ambazo kallamahu Allahu ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema na mtume moja kwa moja, kama Nabiullahi Musa aliposema na Mwenyezi Mungu subhana, sawa, Rabbi, na Ibrahim vile vile aliposema na Mwenyezi Mungu, Rabbi arini kaifa tuhil mauta, qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Haya mazungumzo yalikuwa ni moja kwa moja baina ya mtume na Mola wake. Rabbi, nionyeshe vipi unahuisha. Awalam tu'min, Ibrahim huamini kama mimi nahuisha na nafisha, qala bala, naamini, walakin liyatma'inna qalbi, lakini nataka moyo wangu utulie. Qala fakhudh arba'atan min at-tayri, kama ilivyokuja katika aya, maelezo yalivyokuja. Rabbi arini anzur ilayka, qala lan tarani walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Rabbi, nionyeshe niweze kukuona. Qala lan tarani, huwezi kuniona, walakin anzur ila al-jabal, tizama katika jabali, fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, macho yako yakiweza kustakiri kwenye jabali kwa nuru nitakayoipeleka, utaweza kuniona. Na hayakuweza. Kwa hiyo haya mazungumzo yalikuwa ni moja kwa moja baina ya mtume, baina ya Allah na mtume wake. Au ba'atha rasula, au Mwenyezi Mungu akampeleka mjumbe, na mjumbe huyu ni malaika Jibril au malaika yoyote aliyetumwa kwa wakati huo kwenda kwa mtume huyo, kama tulivyokusha kutolea mifano mbalimbali. Na hapa ya ikija katika muda mwingi, ikija au mara nyingi katika vitabu, ikija kutajwa aina za wahi, basi rasula anokusudiwa hapa anakuwa ni malaika Jibril, ambaye yeye ndo kakalifishwa kwa kazi ya kupeleka wahi kwa mitume. Au alqa fi ru'ihi, au Mwenyezi Mungu akaweka fi ru'ihi, katika akili na moyo wa mtume huyu, ma yajzimu, yale yanayokata shaka, mahu, pamoja na mtume huyu, yani yale yanakata shaka ndani ya mtume huyu, kwenye dhana na akili yake na moyo wake hana shaka juu, yani ni annahu, kwamba lililomjia katika akili, kalamullahi wa wahyuhu ilaihi, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, na ni wahi wake kwake, yani ni wahi wa Allah kwa mtume huyu. Fa ikhbaru hadha al-adadi al-kabiri, basi kutoa habari idadi hii kubwa, min safwati al-khalqi, kutoka kwa viumbe waliokuwa safi, wa khulasati al-bashari, na wanadamu wasiokuwa na doa, yuhilu al-aqlu al-bashariyu, inakataa akili ya binadamu takdhibahu, kwamba hawa mitume iwe imesema uongo. Yani fa ikhbaru hadha al-adad al-kabiri, basi kutolewa habari kutoka kwa idadi hii kubwa, yani mitume hii yote kutoa habari juu ya uwepo wa Allah, juu ya umiliki wa Allah, juu ya uumbaji wa Allah, juu ya majina ya Allah, juu ya sifa za Allah. Mitume yote hii imekuja naam, mitume hii imetoa habari. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameinukuu katika Qur'ani mitume mbalimbali. Tukianza na Nabiullahi Nuh. Nabiullahi Nuh anasema Rabbi, alimuita Mola wake Rabbi. Nabiullahi Nuh alimuita Mola wake katika sura Nuh, Rabbi la tadhara ala al-ardi
minal kafirina dayara. Hapa Nabiullahi Nuh anathibitisha kwamba katika hii ardhi kuna bwana na mmiliki wake ambaye ndo Allah. Rabbi, mola wangu, la tadhar ala al-ardi minal kafirina dayara. Rabbi, usiache katika ardhi hii minal kafirina dayara, yoyote katika makafiri nyumba. Usiache nyumba ya kafiri yoyote. Anamwambia mola wake, intadharhum yudhillu ibadaka, ukiwaacha watawapoteza waja wako. Kwa hiyo nakuomba Rabbi waondoshe wote. Kwa hiyo hapa Nabiullahi Nuh alimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini alimuita Rabbi kwamba yeye ndo bwana, ndo mmiliki na ndo mwenye uwezo wa kufanya anachotaka. Nabiullahi Ibrahim naye akasema katika dua kule, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabbi, kamuita Rabbana, bwana wetu mmiliki. Na kule akasema Nabiullahi Ibrahim kwenye mji wa Maka, Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Rabbi, Mola, katumia neno Rabbi. Mtume nani huyo? Nabiullahi Ibrahim anathibitisha. Na Nuhu na Ibrahim baina yao kuna kipindi kikubwa sana, lakini Nuhu alipokuja akamuita Rabbi, Ibrahim naye alipokuja akamuita Rabbi ja'al hadha baladan amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Rabbi, nakuomba mola wangu, ujalie mji huu uwe na amani, wajnubni, na unihifadhi mimi na unikinge mimi, wa baniya, na kizazi changu watoto, an na'budu al-asnam, kuabudu masanamu. Akaondoka Nabiullahi Nuh, kamtaja Allah kwa jina la Rabbi na kummilikisha kila kitu. Akaondoka Ibrahim kadhalika. Akaja Nabiullahi Yusuf. Nabiullahi Yusuf naye ndo hivyo hivyo. Rabbi qad ataitani minal mulki, Rabbi umenipa katika ambayo katika ufalme, wa allamtani min ta'wili al-ahadith, na umenifundisha mimi katika kutafsiri ndoto. Amemuita kwa jina la Rabbi. Wa allamtani min ta'wili al-ahadith fatira as-samawati wal ard, wewe ndo muumba mbingu na ardhi. Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Alimuita Rabbi, qad ataitani min al-mulk wa allamtani min ta'wili al-ahadith fatira as-samawati wal ard, anta waliya fi dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabiullahi Zakaria naye alipokuja pia hivyo hivyo, Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiya. Wanafunzi wenzangu, mashekhe wangu, wazee wangu, tunafahamu kidogo. Nachokwenda kuonesha ni kwamba mitume yote kwa nyakati tofauti imemjua Allah. Nani alifundisha kama hii? Si mitume ya kweli. Na huyu bwana si kama huyu bwana mwenye ulimwengu huu, siye mwenyewe, bila shaka ni mwenyewe, kwa sababu mitume yote iliyokuja imekuja na kauli moja. Zakaria huyu ndio anasema Rabbi inni wahana al-'azmu minni, Rabbi inni wahana al-'azmu minni. Rabbi, mimi tena ushakuwa wahana al-'azmu minni, mifupa yangu imesha nyongonyea na nishaota mvi. Na hii dua yangu kwako Rabbi naileta, si kwa kwamba nini, nategemea kutoka kwako khairi. Nabiullahi Zakaria. Nabiullahi Musa alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam, naye alipokuja akasema Rabbi shrah li sadri, naye katumia neno Rabbi. Tunafahamiana vizuri. Na Nabiullahi Isa alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam, alipokuja naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamnukuu Nabii Isa alipowahutubia watu wake, akamwambia ya bani Israila, enyi vizazi vya wana Israeli, i'budu Allaha rabbi wa rabbakum, muabuduni Allah. Rabbi, huyo ndo bwana wangu, wa rabbakum, na ndo bwana wenu. Innahu, kwa sababu hakika yake, man yushrik billah, hakika yote mwenye kumshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar,
Allah amemharamishia pepo na makazi yake ni motoni, wama lidhalimina min ansar, na hawana madhalimu wa kuwanusuru. Nabiullahi Isa anasema huyu alipokuwa duniani, akifufuliwa akhera ataulizwa, linnasi takhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah, hivi we Isa ndio uloambia watu nichukueni mimi na mamangu miungu miwili badala ya Allah? Isa atasema mengi, miongoni mwa atakayosema atasema, ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani'budu Allah rabbi wa rabbakum, sikuambia chochote isipokuwa nilisema kile ulichoniambia niwaambie, ambacho ni ani'budu Allah rabbi wa rabbakum, kwamba wamuabudu Allah rabbi wa rabbakum, rabb. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe amejielezea kwamba ni Bwana wa ulimwengu huu, lakini mitume iliyokuja kwa nyakati tofauti yote imeeleza kwamba Allah tabaraka wa taala ndo Bwana, ndo mmiliki wa ulimwengu huu. Sasa shekhe anasema mitume idadi hii, fa ikhbaru hadha al-adad al-kabiri, kutolewa habari. Mmeona mitume yote imetoa habari hiyo, idadi hii iliyokuwa kubwa, min safwatil khalqi, katika viumbe waliokuwa wasafi wa khulasatil bashari, na viumbe wasiokuwa na doa. Yuhilu al-aqlu, inakataa kwenye akili, albashariyu ya binadamu, inakataa nini akili? Takdhibahu, kwamba huu ni uongo, akili inakataa. Mitume yote hii kwa nyakati tofauti iseme neno hili, haiwezekani ikawa ni uongo. Sawa eh? Kama yuhilu tawatuuhu, kama ilivyokuwa akili inakataa kuwafikiana kwao mitume hawa, kama yuhilu, kama inavyokataa akili tawatuu hadha al-adadi, kuwafikiana idadi kubwa ala al-kadhibi, juu ya kwamba hii habari ni uongo. Kama inavyokataa, kama vile ilivyokuwa kutolewa idadi kubwa na viumbe waliokuwa safi kama hawa, waliokuwa hawana doa hawa, inakataa akili ya binadamu kwamba idadi yote hii ndio iseme uongo. Kadhalika vile vile akili inakataa tawatu hadha al-adadi ala al-kadhibi, kuwafikiana idadi hii yote kwamba iwafikiane juu ya jambo la uongo. Sijui umefahamu? Kama ilivyokuwa idadi yote hii kwa nyakati tofauti haiwezi ikasema jambo hilo moja kwa nyakati tofauti ilo jambo likawa uongo, kadhalika haiwezekani idadi hii yote ikubaliane, iwafikiane kwenye jambo la uongo, kwamba wote ndo waseme jambo hilo moja kisha liwe uongo. Haiwezekani. Wa ikhbarahum, na wayatolee habari, eti pia haiwezekani pia wayatolee habari bima lam ya'lamu, kwa mambo ambayo hawayajui. Lazima watakuwa wanajua, wayatahaqqaqu, na hawana uhakika na mambo hayo. Wayajzimu, na wakayatolea shaka, kwamba wawe na shaka ya mambo ambayo ni ya uongo. Haiwezekani, lazima yatakuwa ya kweli. Bisihatihi, juu ya ukweli wake au ya usahihi wake. Wayatayaqanu, na wakawa wanayaqini nayo au wanayaqini nayo habari hiyo. Wahum, ilhali mitume hawa, min khiyari albashari, ni katika viumbe waliokuwa bora, wa atharihim nufusa, na ni katika viumbe ambao nafsi zao ndo tohara zaidi, ndo safi zaidi. Wa arjahihim uqula, na ndo katika viumbe vyao ambavyo, ndo katika viumbe ambavyo akili zao ziko salama zaidi, akili zao zimekamilika zaidi, akili zao ziko juu zaidi. Akili zao ni arjah uqula, yani akili zao ni timamu zaidi. Wa asdaqihim haditha, na ni watu ambao wa kweli zaidi wa mazungumzo yao. Kwa hiyo haiwezekani idadi yote hii kubaliane juu ya jambo la uongo, au wafikiane juu ya jambo la uongo, au waseme kwa nyakati tofauti jambo hilo moja kisha hilo jambo liwe la uongo. Hiyo ni dalili ya pili katika dalili za nakli, kwamba imenakiliwa mitume mbali kwa nyakati tofauti wakithibitisha
Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndo muumbaji wa ulimwengu huu, na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ndo bwana wa ulimwengu huu. Hiyo ni nukta ya pili. Nukta ya tatu, imanul malayin, ni ile imani ya mamilioni minal bashari, miongoni mwa watu, mamilioni ya watu. Imanu albalayin, so almalayin, albalayin minal bashar, imani ya mabilioni ya watu, sio mamilioni, mabilioni ya watu wanaamini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndo muumbaji wa ulimwengu. Wa i'tiqaduhum, na itikadi yao. Itikadi ni imani iliyokita ndani ya moyo isiyo na shaka kwamba hivi ndo ndivyo, ndo itikadi. Yani i'tiqadi, yani wa yaqinihim, ile yaqini ndani ya nafsi zao kwamba biwujudi rabbi subhana, juu ya uwepo wa Mola mlezi subhana aliyetakasika. Biwujudi, juu ya kuwepo, ar-rabbi, bwana mlezi, subhanahu aliyetakasika bwana huyo. Wa ibadatuhum lahu, na ile ibada zao kwake ni ithbati kwamba huyu yupo. Wa ta'atuhum iyahu, na taa yao kwao, ile kuwa wao wanamtii yeye, ni dalili kwamba yupo. Fi hinin, kwa wakati huo, fi hinin, katika nafsi, yani kwa wakati huo, anna al-'adata al-bashariyya, kwamba hakika ya ada ya kimaumbile. Yani wakati huu tunatizama mambo mawili. Mabilioni ya watu imani yao juu ya uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na zile ibada zao na ile taa yao inathibitisha kwamba Allah yupo. Fi hini, na wakati huo anna al-'adata al-bashariyati, hakika ya anna al-'adata al-bashariyata, hakika ya ada ya kimaumbile ya binadamu. Anna al-'adata al-bashariyata, hakika ya ada ya kimaumbile ya binadamu, jariyatun, ni maumbile yake imetembea. Huku kutembea sio kutembea kwa miguu, yani jariyatun, yani inakuwa kawaida, yani inatembea kwenye nini? Bitasdiqil wahidi wal ithnaini. Ada ya kimaumbile ya binadamu, yani katika hali ya kawaida binadamu ana sifa ya kumwamini mtu mmoja na watu wawili, au watu wawili. Mimi nikisema kwa kuwa unanijua, si utaniamini? Wakisema hawa wawili unawajua, utaamini. Si unawajua bwana, utaamini. Hiyo ni ada kabisa. Na niambia huyu namwamini, utaamini. Kwa wanasema fi hini, na wakati huo, yani katika wakati huo, anna al-'adata al-bashariyya, tukiachia kwamba mabilioni ya watu wanaamini katika itikadi zao kwamba Allah yupo, na kwa kule kumwabudu kwao na kwa toa zao ndo dalili kwamba yupo. Tunafahamiana vizuri, na yeye ndo bwana, ndo maana wakamwabudu, ndo maana wakamtii. Lakini kwa wakati huo pia ukiachana na toa ya watu na itikadi yao, fi hini, wakati huo, anna al-'adata al-bashariyata, hakika ya ada ya kimaumbile ya binadamu, jariyatun, imekuwa katika hali ya kawaida yake, bitasdiqil wahidi wal ithnaini, ni ipo katika kumwamini mtu mmoja au watu wawili, au na watu wawili. Fadlan, sikwambii sasa, hii fadlan sikwambii sasa, anil jamaati wal ummati wal adad alladhi la yuhsa minan nas. Fadlan, sikwambii sasa anil jamaati, juu ya kwamba wanaosema au wanaothibitisha ni kundi kubwa la watu, jamaa, wal ummata, na ni umma, wal adada alladhi, na ni idadi ambayo kwamba la yuhsa, haihisabiki, minan nasi, miongoni mwa watu. Ikiwa kama ada ya kimaumbile ya binadamu inakubali, imekwenda, yani ni maumbile mtu kumwamini mtu mmoja au watu wawili tu. Kuna mtu akija akikwambia unamwamini moja kwa moja, muttafaqun alayhi, sawa. Na kuna watu wakija akikwambia wawili tu, akija bwana kuna kadha, unaamini moja kwa moja. Sikwambii sasa watu wenye kulithibitisha hili ni jamaa, makundi kwa makundi, nyumati kwa nyumati, idadi ambayo la tuhsu au la yuhsu minan nas, haihisabiki miongoni mwa watu. Wote wanathibitisha uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule kumtii kwao na kwa kule kumwabudu kwao
Kwa hiyo ni uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, hauna shaka. Kwa hiyo binadamu anatakiwa amwamini tu Allah tabaraka wa ta'ala. Ma shahidi al-aqli, pamoja na ushuhuda wa kiakili, wal fitrati, na maumbile, ala sihhati, juu ya usahihi, ma wa mambo ambayo kwamba amanu bihi, walioamini mambo hayo, wa akhbaru anhu, na wakayatolea habari kwayo mambo hayo, wa abaduhu, wa akhbaru, na wakatolea habari anhu, juu yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa abaduhu, na wakamwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, wataqarrabu ilayhi, na wakajikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Zote hizi zinaonesha, au hali zote hizi zinaonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika ulimwengu, na yeye ndo anayeabudiwa, na yeye Allah ndo mmiliki wa ulimwengu huu, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndo Bwana, ndo mmiliki, ndo muumbaji, na ana majina na sifa zake, na yeye ndo mmiliki na anafanya anachokitaka. Yote inaonesha hivyo hivyo. Kwa hiyo anasema imanul albalayin, imani ya mabilioni min albashari, ya watu, wa itiqaduhum, na itikadi yao, yani imani yao ya ndani, biwujudi rabbi, kwa uwepo wa Bwana mlezi subhanahu aliyetakasika. Hiyo nukta ya mwanzo. Wa ibadatuhum lahu, na ibada zao kwake yeye. Hii vile vile inaonesha kwamba inaonesha kwamba imani yao wanamwamini Allah, ndio maana wanamwabudu. Wa ta'atuhum, na toa yao iyahu, kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Sote sisi hapa si tunasali, tunamsalia nani? Kwa nini tunasali? Tuna imani kwamba yeye Allah yupo, na wengine wote katika ulimwengu. Na subhanallah, subhanal malikil quddus, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala, aliyekuwa mkwasi. Hakuna muda katika masaa 24 Allah haabudiwi, hakuna. Yani hakuna muda anakosekana kiumbe katika binadamu hamsujudii Allah, hakuna. Yani kila sekunde unayojua wewe ya masaa 24 kuna kiumbe kimemsujudia Allah katika binadamu na malaika na majini. Kwa sababu Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kauweka ulimwengu muda wote uwe yeye anaabudiwa subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa kama sisi tulikuwa hapa tunamwabudu huyo Allah mmoja, na wengine wanamwabudu Allah huyo mmoja, vipi huyu Allah asiwe ndiye? Lazima atakuwa ndo yeye mwenyewe, na ndo lazima atakuwa yupo, na kumwamini ni wajibu wa kila Muislamu. Wa fi hin, wakati huo anna al-'adata al-bashariyya, hakika ya ada ya kimaumbile ya binadamu, jariyatun, imekuwa, bitasdiqi alwahidi, katika kumwamini, kumsadikisha mtu mmoja, wal ithnaini, na wawili, fadlan anil jamaati, sembuse au sikwambii watu wakiwa ni jamaa, wal ummati, na umma, wal adad alladhi la yuhsa, na idadi ambayo haijulikanwi idadi yake, minan nasi, katika watu. Ma shahidi al-aqli, pamoja na kushuhudia, pamoja na ushuhuda wa akili, wal fitrati, na ushuhuda wa kimaumbile. Tukiangalia maumbile Mwenyezi Mungu ya vitu alivyoviumba, yani unakataa kabisa kwamba hakuna, yani kwamba hivi vitu viwe havina muumbaji wake, au havina msimamizi wake, au havina bwana. Mimi naomba niulize swali ambalo hata msilijibu, na sote tunalijua, jawabu ni kwamba Allah subhanahu mwenyewe anajua. Maji yanajaa, anayajaza nani? Na yanajaa kutoka wapi? Sawa, wataalamu watatuambia nguvu sijui hivyo, au sio? Sijui nini, kuna nguvu gani ya chini kwa bahari, kwa hivyo swala linakuja, hizo nguvu kaziweka nani? Watatuambia sijui msukumo wa kitu gani, sivyo? Pamoja na kuna majabali, sijui kuna nguvu fulani kawaida, mata zinafanyaje? Swala linakuja, nani amefanya hicho mnachokisema kifanya hivyo kinavyofanya mpaka haya huko yakatokea? Sijui mnanielewa? Siku ya mwisho kuna jawabu, tunakuja, yupo mfanyaji wa yote mpaka likatokea hili huko. Kwa hiyo sisi kwa macho ya binadamu ya kawaida nasema, sasa yale maji Forodhani yanapokupwa yanakwenda wapi? Mbona hakuna tenki tunaloliona? Yanayotoka yakishajaa, nani anakuja kuyajaza? Mbona hatuoni mtu anamimina? Wana science wamekwenda mbali, lakini katika hali ya kawaida tu akili itajua yuko ambaye anayafanya yote haya. Kwa hiyo tukijaribu kwenda mbali deeply zaidi, tutakuta kuna nguvu, tuna nguvu. Mwisho tutajiuliza, sasa hichi kitu cha mwisho nani kakiweka mpaka haya yote yakatokea?
Huyo aliyekiweka hichi kikafanya haya, huyo ndo mwenyewe sasa, ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hayo ndo maumbile. Usiku unatoka hapa unakwenda wapi? Mchana unaingia kauingiza nani? Jua linatoka mashariki linakwenda magharibi. Mbona yani haliendi kusini likaenda kaskazini? Hivyo linakwenda mashariki na magharibi. Mwezi kawaida unakuja usiku, hauji mchana. Mbona hatuzioni nyota wakati wa mchana? Nani anazizuia akazileta usiku? Haya ni maumbile ya kawaida kabisa ambayo yanathibitisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yupo. Na tizameni tena, tutashangaa sana. Mwenyezi Mungu ameiweka ada ya kuendesha ulimwengu mpaka wataalamu wakawa wamepatikana kwa ada ya ulimwengu. Kuna wanawazuoni walisema alfarqu baina alalimi waljahili kalfarqu baina thara wa thuraya. Utofauti kati ya mtu mwenye elimu na mtu aliyekuwa hana elimu, jahil, ni kama utofauti uliokuwa kwenye neno athara na thuraya. Athara ni matope, athuraya ni nyota. Thuraya hii ni nyota. Tulivouliza baadhi ya walimu wetu akatuambia thuraya ni nyota ambayo kwa nyota hiyo wanajua wakulima, ikichomoza nyota hiyo kuna miezi. Ikichomoza hiyo nyota wanajua miezi gani na kipindi gani. Wanajua mwezi huu ni mwezi 14 kwa mfano. Wataona hiyo nyota inachomoza. Wakiona hiyo nyota wanajua muda wa mvua kunyesha ushafika, wanaandaa mashamba yao kwa ajili ya kilimo. Sasa nyota inayowajulisha kwamba muda wa kilimo umekaribia inaitwa thuraya. Ndio maana alijina kapewa mtoto wa kike. Hakuna mwanamume anaitwa thuraya. Sijui, lakini thuraya siku zote ni mwanamke, kwa sababu yeye ni anatayarisha, analeta dalili kwamba mvua iko karibu, kwa hiyo wakulima jiandaeni. Kama vile wanavyokuwa watu wavuvi wanajua mwelekeo wa tanga linaelekea kwamba huku tunatokea Lamu au tunakwenda Tanga, sawa, baada ya kuona nyota fulani kule baharini waliko. Wanatumia nyota tu. Swala linakuja, nani anayeweka ile nyota pale siku zote na kuweko pale, hawa wakajua kwamba hii ndio nyota inayoelekeza? Si mnanifahamu vizuri? Nani ile nyota pale pale haiondoki? Na vile vile miongoni mwa makubwa ambayo yaliyopatikana ni hizi nyakati za sala ambazo tuko nazo, ambazo Sheikh Abdullah Saleh Farsi Allah mrehemu aliziweka. Fikirieni alitumia utaalamu gani kwenye kompyuta ambazo sasa hivi zipo? Baadhi tuliwasikia wakatuambia walimu kwamba alichokuwa anakifanya ni kutoka kuangalia jua tu peke yake. Jua linamuongoza, akiangalia jua na saa yake anakuta kila mwezi huu time hii ikifika muda huu jua linazama. Nani aliyekuwa analizuia jua mpaka saa 12 dakika 12 kila Januari? Sijui mnanielewa? Ni maumbile, yuko muumbaji wake ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Naam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
طيب. Kwa hiyo tunasema في حين wakati huo أن العادة البشرية جارية بتصديق الواحد والاثنين فضلا عن الجماعة والأمة والعدد الذي لا يحصى. Ada binadamu imekwenda katika kuamini mtu mmoja wawili, sikwambii wakiwa ni jamaa wal umma na ni umma wal adad alladhi la yuhsa, na idadi ambayo haisabiki minan nasi katika watu, ma shahidi al-aqli wal fitrati, pamoja na ushuhuda wa akili na maumbile, ala sihhati, juu ya usahihi, ma wale ambalo kwamba amanu bihi, waliloliamini, wa akhbaru anhu, na wakalitolea habari, wa abaduhu, na wakaabudu kupitia jambo hilo, wataqarrabu ilayhi, na wakajikurubisha kwake subhana kupitia hayo. Imani tunayomwamini Allah ni a'mali, ndugu zangu. Imani tunayomwamini Allah ni a'mali, tena a'mali kubwa sana. Ndio maana mtu huomba, ya Rabbi, sina mwingine wa kuniokoa katika hili, ya Rabbi, ya Rabbi. Yani hajenda kumgongea mtu, hajenda kumuomba mtu, kakapo hapo nyumbani kwake, yani anamwambia Mwenyezi Mungu kwa ile imani yake tu, ya Rabbi, na kuomba nitoe katika hili tatizo, niondolee ya Rabbi, sina mecha kufanya, yani sijui nifanye nini. Siku ya pili anagongewa mlango, anamwambia bwana, tayari ile jambo lishamalizika bwana. Limemalizikaje? Ndio hivyo bwana, amesema basi. Hujenda kumuomba mtu akakuombee wala. Kwa hiyo kipi kilichokupa umwambie Mwenyezi Mungu vile kama unamuona? Imani. Kwa hiyo sisi tunajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kupitia hii imani tunayoona. Imani, ndugu zangu, ni ibada kubwa kabisa, na mtu asidharau imani yake. Ndio maana Mtume alipojiwa na yule kijana akamwambia, qul amantu billahi thumma istaqim, yani kuwa na msimamo, kuwa na istiqama kwenye imani ulionayo. Tumalize ushahidi wa 4 juu ya uwepo Allah katika ushahidi wa naqlia wa an-naqli, vitu vya yani ushahidi wa kuandikwa au wa kunakili, kwamba watu waliandika, wengine wakasoma, au watu walifanya, wengine wakarithi, wa hakadha. Ikhbarul malayin min al-ulamai, ni kutolewa habari, ni ule utolewaji wa habari wa mamilioni min al-ulamai, kutoka kwa wanazuoni. Yani mamilioni ya wanazuoni wametolea habari, wametoa habari juu ya nini, au wamesema juu ya nini? An wujudillahi, juu ya uwepo wa Mwenyezi Mungu. Halina shaka hilo. Maana kuna watu wanajiuliza, Mungu yuko wapi? Kama yupo bwana. Haya maswala tunaulizana tu, mtu akiyapatia majawabu basi huyo atakuwa mtaalamu kweli huyo, lakini hakuna majawabu ya maswala yao. Kwa hiyo uko kukosa jawabu kwamba yuko anayajua majawabu yake. Swali la kwanza ambalo ukitaka mtu umkinaishe kwamba Allah yupo, muulize hivi. Yeye akikataa Allah hayupo, sio? Muulize hivi, wewe una miaka mingapi? Atakwambia ni miaka 50 au 20 au 30, sawa? Muulize swali la pili, kabla ya miaka yako ulikuweko wapi? Kama atakujibu, si tunafahamiana vizuri? Sema sasa hana jawabu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ndo aujadakum min al-adami, ndo amekufanyeni mupo from nowhere, kutoka sehemu isiyojulikana, sivyo? Kwa hiyo yeye Allah anajua mlikuweko wapi, sawa? Kwa hiyo akija mulhid ambaye anakataa uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ukimuuliza hilo swali hawezi kujibu, sababu hana jawabu kabisa, hana jawabu. Nitakwambia nilikuwa sijazaliwa, sawa? Kabla ili uzaliwe unapatikana wapi? Sema kutoka hivyo, atakwenda, yani kila anakwenda wewe muulize kabla ya hapo yalikuweko wapi. Basi kila atakachokutajia mrudishe nyuma, sio? Mnanifahamu Mwisho wa siku hatakosa jawabu. Si atakwambia nilikuwa mbegu tumboni kwa kwenye mgongo wa baba na kwenye kifua, sijui hivyo, sivyo? Muulize kabla ya kuwa mbegu ulikuweko wapi? Kwenye chakula, kabla chakula ulikuweko wapi? Kwenye udongo, kabla udongo ulikuweko wapi? Tawakaf, amesimama, hana swali. Allah anajua kabla wewe kuwa kwenye udongo ulikuweko wapi, na hiyo elimu anaijua yeye mwenyewe. Sasa sote si Allah anajua wapi tulikuwa kabla ya kuwa hapa, lakini si hatujui. Wama utitum min al-ilmi
Kwa hiyo juu yetu ni kusema amantu billah, tumemwamini Allah. Naomba tustahimili tumalize ili tutakapokuja wiki inokuja tuanze al-adillatul aqliya inshallah. Al-ikhbaru al-malayin min al-ulama'i, kutolewa habari kwa mamilioni ya wanachuoni an wujudi llahi, juu ya uwepo wa Allah, wa an sifatihi, na juu ya sifa zake Allah, wa asma'ihi, na majina yake, wa rububiyatihi, na ubwana wake au na umiliki wake, likulli shay'in, wa kila kitu, kwamba Allah yeye ndo mmiliki wa kila kitu. Kwanza yupo, ana sifa nzuri, ana majina yaliyokamilika, ana majina mazuri na sifa zilizokamilika, na yeye ndo mmiliki wa kila kitu. Wa qudratihi, na uwezo wake, ala kulli shay'in, juu ya kila kitu. Wa annahum, na kwamba hakika hao wanawazuoni, lidhalika, kwa haya tuliyoyataja, kwamba juu ya uwepo wa Allah na majina yake na sifa zake, na kwamba yeye Allah ndo mmiliki wa kila kitu na ana uwezo wa kila kitu. Wa annahum, kwamba hao wanazuoni, lidhalika, kupitia hayo, kwa ajili ya hayo, abaduhu, ndo maana wakawa wanamwabudu Allah, wa ata'uhu, na ndio maana wakawa wanamtii Allah, wa ahabbu lahu, na ndio maana wakawa wanampenda Allah subhana, na wanapenda kwa ajili yake. Wa abghadhu min ajlihi, na ndio maana wakawa wanaweka chuki kwa ajili ya Allah. Yani mapenzi na chuki ni ibada kubwa, lakini zitalipwa thawabu zikiwa kwamba hayo mapenzi sababu yake ni Allah na hiyo chuki sababu yake ni Allah. Sawa? Tunamchukia huyu mtu kwa ajili ya Allah na tunampenda huyu mtu kwa ajili ya Allah. Mfano, tuna jambo letu la Kiislamu, sote tumekubaliana tuliunge mkono ili Uislamu unusurike, akatokea mmoja akalipiga vita jambo lile, tumpende? Tunamchukia. Tena chuki ajua sasa kama hawa watu kwa hili wananchukia, akirudi tunarudi, akenda na sisi tunakwenda, si kwa ajili ya chochote, ni kwa ajili ya Allah. Sawa? Kwa hiyo wanawazuoni kwa Mwenyezi Mungu ndo wamependa, na kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wamechukia, na huu ndo msimamo wa sawa sawa. Usimchukie mtu kwa sababu yoyote ile ambayo si ya Allah, si kwa ajili ya Allah, wala usimpende mtu kwa sababu yoyote ambayo si kwa ajili ya Allah. Ukimpenda mtu mpende kwa ajili ya Allah, na ukimchukia mtu mchukie kwa ajili ya Allah. Na tutakuja kuondokea wa ahabbu lahu wa abghadhu min ajlihi, na wakapenda kwa Mwenyezi Mungu na wakachukia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yani kama mtu alipenda kwa ajili ya Allah, au ama alichukiwa kwa ajili ya Allah, hapa kunaingia mlango wa alwala walbara, yani mtu kumuunga mkono kwa ajili ya Allah au kumtenga kwa ajili ya Allah. Na haya yanazingatia na kwenye mahaba Mwenyezi Mungu. Mtume sallam amesema, tutakuja kuona inshallah japo kwa ufupi kabla hatujaenda kuangalia al-adillatu al-aqliya. Hadha wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.